Habari kamili. Kigali. Rwanda imetangaza hivi leo kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Ubelgiji, ikisema taifa hilo la Ulaya limekuwa likidhoofisha nchi hiyo wakati mzozo ukiendelea mashariki mwa Kongo. Wakati huo huo, Ubelgiji nayo imetangaza kuwafurusha wanadiplomasia wa Rwanda, huku waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Maxime Prévost akitaja kusikitishwa na uamuzi wa Rwanda, akisema hauna uwiano na inaonyesha kuwa nchi hiyo haipendelei kushiriki kwenye mazungumzo. Hayo yanajiri wakati hapo jana Rais Paul Kagame wa Rwanda aliituhumu Ubelgiji kwa kuichonganisha Rwanda na mataifa mengine ili iwekewe vikwazo kutokana na mzozo wa mashariki mwa Kongo. Leo mataifa ya Ulaya yamewawekea vikwazo makamanda kadhaa wa kijeshi wa Rwanda na wale wa Kongo. Jerusalem. Jeshi la Israel limesema limefanya hivi leo mashambulizi ya anga katikati na kusini mwa Gaza na kuwalenga wanamgambo waliokuwa wakijaribu kutega mabomu karibu na vikosi vyake vilivyoko katika ukanda huo. Taarifa hiyo imetolewa baada ya mamlaka za Palestina kusema kuwa watu 3 wameuawa. Siku ya Jumamosi, Israel ilishambulia pia miji ya Beit Lahia kaskazini mwa Gaza na kuua watu 9, wakiwemo waandishi wa habari 4 wa Palestina. Kundi la Hamas limelaani mashambulizi hayo na kuyataja kuwa ukiukwaji wa wazi wa makubaliano ya usitishaji mapigano. Leo hii watoto wa Gaza wameanza tena shule katika mazingira magumu, huku mashirika ya misaada yakisema kuwa watoto wengi wa Gaza wanahitaji msaada wa afya ya akili kutokana na madhila waliopitia. Shirika la kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema watoto 14,500 na walimu 400 waliuawa katika vita hivyo. Brussels. Mkutano wa wafadhili wa Syria umefanyika leo hii mjini Brussels, Ubelgiji, ukilenga kuisaidia nchi hiyo kujikwamua baada ya kuangushwa utawala wa Rais Bashar al-Assad Desemba mwaka jana. Ujerumani imeahidi kutoa nyongeza ya msaada wa euro milioni 300, huku Uingereza ikiahidi kutoa dola milioni 200 ili kuisaidia Syria kupunguza athari za vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoikumba nchi hiyo kwa miaka kadhaa. Fedha hizo zitasaidia kwenye utoaji wa misaada ya kibinadamu, elimu, mashirika ya kiraia na kuwasaidia wakimbizi wa Syria na jamii zinazowahifadhi katika mataifa ya Jordan, Lebanon, Iraq na Uturuki. Akizungumza kwenye mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock amelaani vurugu za hivi karibuni katika jimbo la pwani la Latakia na kuitaka serikali ya mpito ya Syria kufanya uchunguzi wa kina. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Berlin. Kiongozi wa muungano wa vyama vya kihafidhina vya CDU, CSU na ambaye anatarajiwa kuwa kansela ajaye wa Ujerumani Friedrich Merz anatazamiwa kumpendekeza mwanasiasa mzoefu Julia Klöckner kuwa spika ajaye wa bunge la Ujerumani. Merz amesema hayo wakati wa mkutano wa kamati tendaji ya chama chake cha CDU mjini Berlin. Hata hivyo, wawakilishi wa chama hicho wameunga mkono ugombea wa Bi Klöckner anayetarajiwa kupigiwa kura katika kikao cha bunge kilichopangwa kufanyika Machi 25. Spika wa bunge la Ujerumani ni cheo cha pili kwa ukubwa baada ya rais wa shirikisho, na kutokana na masuala ya itifaki, wadhifa huo ni wa juu zaidi kuliko cheo cha ukansela. Paris. Waziri mkuu mpya wa Canada Mark Carney amekutana hivi leo na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika juhudi zake za kutafuta uungwaji mkono wa washirika wake wa Ulaya kufuatia vita vya kiuchumi na utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani. Hii ni ziara ya kwanza iliyo rasmi ya Carney nje ya nchi tangu aapishwe Machi 14 na kuchukua nafasi ya Justin Trudeau aliyejiuzulu. Baadaye waziri mkuu huyo wa Canada ataelekea mjini London ambako atakutana na waziri mkuu Keir Starmer na mfalme Charles wa 3 anayechukuliwa kama kiongozi mkuu wa Canada. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Na sasa ni kurejesha upande wa pili wa studio kwake Tatu Karema kwa uchambuzi wa ripoti zetu.
DW Dunia Yetu leo jioni. Shukran sana Bakari Ubena kwa taarifa hiyo. Miongoni mwa tuliokuandalia jioni ya leo, serikali ya Rwanda sitisha uhusiano wake wa kidiplomasia na Ubelgiji. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa azungumza kwa mara ya kwanza kuhusu hali ya kidiplomasia kati ya nchi yake na Marekani. Na utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump waanza kusimamisha shughuli za mashirika ya habari yanayofadhiliwa na serikali. Mfuatiliaji wetu, kumbuka tunapatikana mbashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, na hata nawe pia una fursa ya kuweza kushiriki kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia kurasa zetu hizo za kijamii pamoja na Instagram. Alafu baadaye tutaweza kusomea ujumbe huo utakaofikisha hapa studioni. Moja kwa moja tunaanza na habari kwamba serikali ya Rwanda imesitisha uhusiano wake wa kidiplomasia na Ubelgiji. Hatua hiyo imefuatia vikwazo vya Umoja wa Ulaya kwa maafisa wa jeshi la Rwanda ambao wanaaminika kuunga mkono waasi wa M23 mashariki mwa Kongo. Huku haya yakijiri, Kongo na waasi hao wa M23 wamethibitisha kushiriki mazungumzo ya amani hapo kesho mjini Luanda nchini Angola. Taarifa kamili na Sale Mwanamilongo. Rwanda inaishutumu Ubelgiji, mkoloni wake wa zamani, kwa kuiunga mkono serikali ya Kinshasa kabla na wakati wa mzozo unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mvutano wa kidiplomasia baina ya Rwanda na Ubelgiji umeongezeka siku za hivi karibuni, wakati uhusiano umekuwa ukizorota kwa muda mrefu, ikionekana kuwa chanzo cha vikwazo hasa ndani ya Umoja wa Ulaya. Ubelgiji inashutumiwa na Rwanda kwa kueneza uongo na ghiliba ili kujenga maoni ya chuki yasiyo na msingi dhidi ya nchi yake. Kwa hiyo, Rwanda inamtaka balozi wa Ubelgiji mjini Kigali kuondoka chini ya masaa 48. Waziri wa mambo ya nje wa Ubelgiji Maxime Prévost amesema hatua ya Rwanda ni uamuzi usio na uwiano, na kwa upande wake Brussels inachukua hatua kama hiyo kwa kuwataka wanadiplomasia wote wa Rwanda kuondoka nchini Ubelgiji. Mwezi Februari, Rwanda tayari ilikuwa imesitisha ushirikiano wa kimaendeleo na Ubelgiji, ikilaani kile ilichokitaja kuwa ni kampeni ya uchokozi ya Brussels dhidi ya Rwanda. Umoja wa Ulaya chini ya shinikizo la Ubelgiji haswa ulipitisha leo Jumatatu vikwazo dhidi ya maafisa wa jeshi la Rwanda kutokana na uungwaji mkono wa Kigali kwa waasi wa M23 huko mashariki mwa Kongo. Vikwazo hivyo vinawahusu watu 9 na kampuni moja ya kitaifa nchini Rwanda. Baada ya kutolewa vikwazo hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot amesema lazima kuweko na mazungumzo baina ya pande hasimu. Lazima sasa usitishaji wa mapigano utekelezwe mara moja ili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makundi ya waasi na Rwanda waweze kufungua njia ya mazungumzo kuelekea amani ya haki na ya kudumu katika eneo hilo. Miongoni mwa waliowekewa vikwazo ni pamoja na maafisa 3 wa ngazi ya juu wa jeshi la Rwanda, Ruki Karusisi, Eugene Nkubito na Pascal Muhizi, na mkurugenzi mkuu wa bodi ya migodi, mafuta na gesi ya Rwanda RMB Francis Kamanzi. Watu wengine waliowekewa vikwazo ni viongozi wa kundi la waasi wa M23, akiwemo mkuu wake Bertrand Bisimwa. Haya yote yanajiri mkesha wa kuanza kwa mazungumzo ya ana kwa ana baina ya serikali ya Kongo na waasi wa M23 chini ya upatanishi wa Angola. Tina Salama, msemaji wa Rais Felix Tshisekedi, amesema ujumbe wa Kongo utakuwepo, lakini hakufafanua kuhusu ajenda na majina ya wajumbe wa Kinshasa. Kwa upande wao, waasi wa M23 wamesema watawakilisha ujumbe wa watu 5. Hata hivyo, duru zinasema Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa, viongozi wa kundi hilo, hawatoshiriki. Kuhusiana tu na mzozo huo wa Kongo, mawaziri wa mambo ya nje na wa ulinzi wa Jumuiya ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC na wale wa Jumuiya ya Nchi za Afrika Mashariki EAC wamekutana mjini Harare, Zimbabwe. Mkutano huo unachunguza mapendekezo yaliyotolewa na viongozi wa kijeshi kutoka miungano hiyo miwili kuhusu hatua zinazopaswa kuchukuliwa kutatua mzozo huo. Licha ya juhudi hizo za kidiplomasia, taarifa zinasema kuwa waasi wa M23 wanasonga mbele kwenye uwanja wa mapambano na kukaribia mji wa Walikale, zaidi ya kilomita 100 kaskazini mwa mji wa Goma.
Ni ripoti yake Sale Mwanamilongo, asante sana. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amezungumza kwa mara ya kwanza kuhusu hali ya kidiplomasia kati ya nchi yake na Marekani, akithibitisha kuwa Balozi Ibrahim Rasool atarejea nyumbani baada ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuamua kuwa hatakubalika tena nchini humo. Kutoka Johannesburg, Afrika Kusini, mwanahabari wetu Bryson Bichwa ana maelezo zaidi. Rais Ramaphosa alizungumza hayo pembeni mwa mkutano baada ya kutoa hotuba kuu katika kongamano la uongozi wa maendeleo ya awali ya watoto wa Bana Pele lililofanyika Braamfontein jijini Johannesburg. Ibrahim Rasool atarejea hivi karibuni baada ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuamua kuwa sio tena mtu anayekubalika nchini humo. Atarejea na kunipa ripoti kamili na ninasubiri ripoti hiyo. Katika hatua nyingine, Rais Ramaphosa amesema kuwa serikali ya Afrika Kusini inachukua hatua za kurekebisha uhusiano wake na Marekani, ikizingatia kuwa Marekani ni mshirika muhimu wa biashara na kwamba kurekebisha uhusiano huo ni kipaumbele cha serikali yake. Kuboresha uhusiano wetu na Marekani ni kipaumbele chetu. Ni mshirika wetu wa pili kwa ukubwa kibiashara baada ya China. Wakati uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili ukiendelea kutetereka, Wizara ya Mahusiano ya Kimataifa ya Afrika Kusini tayari imeanza mchakato wa kutafuta mtu atakayechukua nafasi ya Balozi Rasool. Hatua hii ni sehemu ya jitihada za kuimarisha uwakilishi wa Afrika Kusini nchini Marekani pamoja na kurekebisha uhusiano uliotetereka baina ya mataifa haya mawili. Lengo letu ni kurekebisha uhusiano na Marekani. Balozi Ibrahim Rasool akiwa mwanadiplomasia mwenye uzoefu atakuwa na nafasi ya kutafakari juu ya hali ilivyo na matukio yaliyopelekea hali hii. Bryson Bichwa, DW, Johannesburg. Shukran sana Bryson kwa ripoti hiyo. Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump umeanza kusimamisha shughuli za mashirika ya habari yanayofadhiliwa na serikali. Hatua hiyo imefikiwa baada ya Trump kutia saini amri ya kuondoa ufadhili wa mashirika hayo ya habari ya kimataifa. Miongoni mwa mashirika hayo ni pamoja na Sauti ya Amerika, VOA na Radio Free Europe. Angela Mdungu na ripoti kamili. Serikali ya Trump ilianza kuyasimamisha mashirika hayo ya habari Jumapili, huku kiongozi huyo akisema yameelemewa na yamepitwa na wakati. Mkuu wa Radio Free Europe ameuita uamuzi huo ni zawadi kubwa ya maadui wa Marekani. Siku moja baada ya wafanyakazi wenye ajira ya kudumu katika mashirika hayo kupewa likizo ya lazima, wafanyakazi wenye mikataba ya muda walipokea barua pepe ya kuarifu kuwa wamefutwa kazi kuanzia mwishoni mwa mwezi Machi. Sehemu ya ujumbe ulioandikwa kwenye barua pepe imewaambia wafanyakazi wenye mikataba ya muda kwamba wanalazimika kusitisha shughuli zao mara moja na hawaruhusiwi kufika kwenye majengo ya mashirika hayo au mifumo yake. Akizungumzia hilo, mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji la DW, Peter Limburg, amesema hatua iliyochukuliwa na Trump ni ya kushangaza na inayorudisha nyuma uhuru wa habari kote duniani. Hakuna dhamira ya dhati ya serikali ya Marekani na rais ya kuwa na uhuru wa habari. Anachokitaka Trump ni waandishi wa habari ambao hawamkosoi yeye au serikali yake. Uhuru wa habari sio ajenda yake. Nafikiri tunahitaji kusimama pamoja. Kuna watetezi wa uhuru wa vyombo vya habari kote duniani, lakini lazima tuchukue hatua sasa. Zaidi, Limburg ameongeza kuwa ni hali ya kushangaza na inarudisha nyuma uhuru wa habari kote duniani. Ningependa kutuma ujumbe kwa wenzetu wa VOA, Radio Free Europe na shirika la Global Media kwamba wafanyakazi wa DW wameshtushwa na hili, na ninafikiri tunachoweza ni kuonyesha mshikamano. Nadhani kilichotokea kinasikitisha kwa wenzetu tuliofanya nao kazi kwa miongo mingi. Naye mwanahabari wa Voice of America Liam Scott anayeripoti kuhusu masuala ya uhuru wa habari ameandika kupitia ukurasa wake wa X kuwa kitendo cha Trump cha kukisambaratisha kituo hicho na mashirika mengine ya habari si tu sehemu ya juhudi zake za kuisambaratisha zaidi serikali ya Marekani, bali pia ni sehemu ya mashambulizi makubwa ya utawala wake dhidi ya uhuru wa habari. Wengi wa wafanyakazi wenye mikataba ya muda wa mashirika yaliyosimamishwa kuendesha shughuli zao na utawala wa Trump si raia wa Marekani, hii ikimaanisha kuwa wanategemea kazi zao zinazoelekea kupotea ili kupata visa za kuishi Marekani. DW tunavuma kwa kishindo.